أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. ndugu Islam, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuko katika mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba mwanadamu katika matumaini yake, mwanadamu katika mwenendo wake wa maisha, akiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwisho wake huwa anatarajia malipo ambayo kwamba aliyoyachuma kuanzia mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani hadi mwisho wa mwezi ule. Na katika malipo haya, ndugu zangu Waislamu, ndio malengo na natija ya kuwepo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yapatikanike, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajatuingiza katika ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ya saumu, alienda kutuwekea malengo, alienda kutupatia natija kwa yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufunga Ramadhani kiimani wa ihtisaba. Kwa hivyo Ramadhani ambayo kwamba leo tunaimaliza au tumefika mwisho wa Ramadhani hii, ni sisi kama waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, natija yetu ni gani na malengo ambayo kwamba tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni yapi? Ndio leo katika hutuba yangu nikaiita natijatun wa ahdafu li khuruji shahri Ramadhan, natija na malengo katika kutoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika sisi wanadamu, wakati tukiitwa ni waumini, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sisi tukiwa ni waumini ambao kwamba tunataraji malipo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi katika mwanzo wa Ramadhani, katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, kila mahali au kila senta ya kampuni unaoifanya kazi, kabla hujaingia kufanya kazi, kuna agreement ambayo kwamba inatokea baina mtumwa na mtumishi, baina ya bosi na yule ambaye kwamba yeye anakuwa chini ya bosi. Lazima kupatikane maelewano, na maelewano haya yatategemea na kazi ambayo kwamba itakuwa yeye ni mwenye kumpatia huyo mfanyaji kazi kulingana na ile kazi yake aliyoifanya. Na yule bosi mara nyingi hatizami wingi wa kazi unaomfanyia, bali anatizama kazi nzuri, anatizama kazi iliyonukia, sio inaonuka. Anatizama kazi unaoifanya kwa muda mrefu, lakini kazi ile inatoka ni nzuri, bali hatizami wingi wa amali unaoitenda katika kazi ile ili kutaraji malipo. Kuaminiwa kwako kwa bosi yule ni pale atakapoiona utendakazi wako ni mzuri, sio wingi wa utendakazi. Na hivi ukija kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mja wake, katika amali ambazo kwamba anazozifanya kwa mja wake, huwa hatizami wingi wa amali zake, hatizami swala nyingi, hatizami funga nyingi, hatizami kisimamo kingi,
bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpatia malipo ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kumfanyia faraha, mafanikio ya hapa duniani na kesho akhera, ni ayafanye malipo yaliyokuwa mazuri. Kwa hivyo funga tunazozifunga, Mwenyezi Mungu atizami wingi unapofunga ni vipi, bali unatizama je unafunga vizuri. Swala tunazozifanya au tunazoziswali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mzima, je tumeenda kuswali vizuri? Sadaka tunazozitoa, je tulizitoa kwa vizuri au tumetoa tu kwa sababu ni ada na sio ibada? Ndio katika suratul Mulk Mwenyezi Mungu anasema tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumwambia huyu mwanadamu kufa kwake na uhai wake ili iwe ni changamoto katika duniani mwake, ni lazima atende ahsanu amala walaysa aktharu amala, si amali nyingi. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka amali zilizo nzuri. Sasa leo tukiwa tuko mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tujihesabu nafsi zetu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, tujihesabu nafsi zetu kabla hatujahesabiwa. Je, swala ambazo kwamba tulikuwa tunaswali zilikuwa ni swala nzuri anazoziridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala au la? Saumu tuliokuwa tunazozifunga, je ni saumu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa anaziridhia na anazipenda? Sadaka tunaoitoa, je ni sadaka ambayo kwamba inaridhisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au la? Kwa hapo kitoka ndio utatoka natija tu baada khuruji shahru Ramadhan, utatoka na result baada ya kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Cheti chako kimebeba grade gani ya maisha yako? Kwa sababu Ramadhani ni college maalum ya mwanadamu, kumtoa katika giza kumwingiza katika mwangaza, kumtoa katika ujinga kumwingiza katika uwerevu. Hii Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kwa mwanadamu kumbadilisha maisha yake yote ambayo kwamba anayapitia huyu mwanadamu. Ndio utaona ni kwa nini Ramadhani watu wengi wanaswali, ni kwa nini Ramadhani watu wengi wanasaidia mayatima, ni kwa nini Ramadhani watu wengi wanakuwa mavazi mazuri. Ni kwa sababu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni college ambayo kwamba inamfunza mwanadamu maisha yake kamili hapa duniani. Utakapotoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na ikiwa umepita katika chuo hiki kupata mafunzo yatakayokusaidia katika maisha yako baada ya Ramadhani, wewe ndio umefaulu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna هؤلاء الذين يصومون في شهر رمضان إيمانا واحتسابا. الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الجنة، هؤلاء سيبشرون الجنة. Walengo ambalo kwamba watoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ikiwa umefunga kiimani na kutaraji malipo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe madhambi yako yote yaliyopita wakati wewe Mwenyezi Mungu allati kuntum tu'adun, atawapatia janna ambayo kwamba aliwaahidi. Kwa hivyo katika lengo ambalo kwamba au katika sharti ya huyu mwanadamu kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni awe anafunga Ramadhani ile kiimani na ihtisaba, masharti mawili. Awe na imani ya kuwa yeye mimi ninayofanya ni imani sadiqan wa qalbin khashia, na vile vile awe ni mwenye kutaraji malipo baada ya Ramadhani. Akifanya hivyo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi ambayo kwamba yaliyopita. Ramadhani
huwa shahru rahma wal maghfira wal 'itq min an-nar wa ba'da inqidai tatruku atharuhu bisamatin 'amika fi hadhihi al-umma wa fi hayati al-mu'min. Ramadhani ambayo kwamba yameenda kuweka makundi kabla ya Ramadhani, rahma, maghfira na 'itq min an-nar, itabaki ni athari kwa mwanadamu baada ya Ramadhani yake. Kama vile utakapoondoka ulimwenguni, unaweza kuwa hai wakati hauko, naweza kuwa wewe upo lakini hauko hai. Ndio tofauti ya mayit na mayitun. Ukisikia kila siku kullu nafsin dha'iqatul maut, hii ni kadhiyatun kulliya, yani kila mtu ataonja nini? Mauti. Lakini ukisikia maytatun, ujue ni huyu jamaa yuko hai lakini uhai wake ni kama hayuko. Sasa ni kwa sababu gani? Hujaweka athari ambazo kwamba zitakusaidia wewe baada ya matendo yako. Ukiweka athari nzuri, utakuwa athari zako zinaonekana baada ya kufa kwako. Sasa Ramadhani lazima itupatie athari zilizo nzuri. Kama tulikuwa tunaswali, baada ya Ramadhani tuendelee na swala hizo. Kama tulikuwa tunafunga zaidi, sunna zisitupite, tuendelee kufunga. Kama ilikuwa tunaamiliana na watu vizuri, tuwe na muamala baina na vizuri. Sadaka tunazozitoa tuziendeleze baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa min ahammi nataij Ramadhan, katika natija ambazo kwamba yastahili tutoke nazo baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni attaqwa Allah. Kwanza ni kumwogopa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum. Hii ndio lengo kubwa la kwanza, na pia ambayo kama mwanadamu anastahili atoke nao baada ya Ramadhani. Yuridu Allahu an yazra'a fi qulubina zar'an ismuhu taqwa, yani ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kumeza mmea katika mioyo yetu, jina lake linaitwa ucha Mungu. Kwa hivyo takwa, na hii takwa ndugu zanguni Waislamu, si kutoa sana, si kufunga sana. Takwa tele kwa Imam Ali karramallahu wajhahu, msikie anavyoeleza takwa au ucha Mungu ni kitu gani, ili sisi tuwe na mazoezi ya kuendelea baada ya Ramadhani yetu. Imam Ali anasema takwa alla yaraka Allahu haythu naha wa alla yafqidaka Allahu haythu amarak, asikuone Mwenyezi Mungu sehemu aliyokukataza na asikukose sehemu aliyokuamrisha. Hiyo ndio ufupisho wa ucha Mungu. Sehemu yoyote ile ambayo kwamba waona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki ni usiwe sehemu hiyo, na ile sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anataka uwepo, basi usikosekane katika hiyo sehemu. Ndio ucha Mungu. Sasa tutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati wa mimi na wewe hatujakuwa na mmea huu katika moyo wetu, itakuwa vigumu wakati tunatoka kila miaka kwenda na kurudi, tunatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati kwa si wacha Mungu. Tunaanza mwanzo Ramadhani, ikiwa inaingia watu wanajiandaa kukabiliana na Ramadhani, na baada ya kutoka watu wanaisahau kana kwamba watakuja tena kurudi kuingia katika madrasa hii ya Ramadhani, wakati ni kinyume. Sisi tunaweza kuona kuwa tutaipata tena Ramadhani, lakini Ramadhani itakuja kama kawaida yake siku 29 au 30. Lakini swali, je, tutakuwepo baada ya Ramadhani hii? Tutakuwa tena Ramadhani itakayokuja? Hili ndio swali. Ikiwa hakuna guarantee kuwa Ramadhani itakayokuja itatupata, kwa nini tusitoke wakati tukiwa sisi ni wacha Mungu? La'allakum tattaqun. Hilo ndio jambo la kwanza na mwanadamu ambaye kwamba ataka awe baada ya Ramadhani yake, kuwa na ucha Mungu. Na ucha Mungu ndugu zangu Waislamu, katika saum, fasiyam yazra fi qalb
al-khashiyatillah wa maraqabatu fi sirri wal alan. Hii Ramadhani inaenda kuweka mbegu katika moyo ambayo kama ni ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siri na dhahiri. Hii Ramadhani ambayo kwamba tuko nayo, ndio utaona katika ulimwengu wetu tunaoishi, katika maisha yetu tunaoishi, tunaenda kufanya mambo yetu bila kumweka Allah Subhanahu wa Ta'ala mbele yetu, ili kupambana na zile shida ambazo kwamba tunakuwa nazo katika maisha yetu, ili kupambana na zile changamoto ambazo kwamba tunazozifanya katika maisha yetu. Ni lazima tuwe na kipande cha ucha Mungu ili tupate faida ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pili, at-taubatu wal maghfira. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zanguni Waislamu, utapata ndio mwezi ambao kwamba kila mwanadamu anarudi kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutaka maghfira. Lakini wataka maghfira kabla ya Ramadhani na katika Ramadhani. Kaifa baada Ramadhani? Mwanadamu unaomba baada ya kukosea, kisha unanuia kukosea baada ya kuomba. Mwenyezi Mungu ashakupa tauba, ashakusamehe madhambi yako, alafu warudi baada ya Ramadhani na kwenda kufanya maasi chungu mzima ambayo kwamba wewe umeyaweka katika moyo wako. Min as-siyam Ramadhan labudda al-insan an yakuna ma'a al-maghfira wal-maghfira ma'ahu. Katika mafunzo au natija ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni lazima mwanadamu aweke kuwa yeye msamaha uko na yeye na yeye yuko na msamaha, yani wanaenda sambamba. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikwambia kuwa atakusamehe madhambi yako yaliyopita, ni kwa sababu umeifunga hiyo Ramadhani kiiman wa ihtisaban. Kwa hivyo taubatu wal maghfira ni zoezi ambalo kwamba lastahili liendelee baada pia Ramadhani. Tatu, tahqiqul aadatin salihah. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani utaenda kupata kuwa watu wanafanya mazuri chungu mzima, watu wanaenda kufanya ambayo kwamba wamenuia katika mioyo yao, wanasaidia mayatima, wanafuatilia watu kwa mabaya ambayo kwamba wameyazunguka, wanasaidia majirani, wanatoa sadaka za chungu mzima katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Imekuwa ada hata kiasi ya kwamba utaenda kupata mtu anamwalika mwenzake kufuturu katika mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Lakini kaifa baada Ramadhani? Baada ya Ramadhani huyu mwanadamu je, anakuwa na moyo ambao kwamba alikuwa nao kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani? Inakuwa sawa? Inakuwa kunajenga husuma, kunakuwa na fitna, kunakuwa na mabalaa mingi baada ya Ramadhani kumalizika. Ule usuhuba, ule muamala ambao kwamba wastahili huyu mwanadamu aweko nao kabla ya Ramadhani na katika Ramadhani na baada ya Ramadhani, ni lazima aweko na adatin swaliha, awe anachunga ada ambazo kwamba zinakuwa ni zenye kumpelekesha maisha yake yaliyo mazuri. Ndugu zanguni Waislamu, hii Ramadhani inaweza ikawa inatupatia natijatun ijabia au natijatu salbia. Ima itupatie result ambazo kwamba ni positively, au itupatie result ambazo kwamba zinaenda kinyume. Yawe mafunzo tuliyotoka nayo ni ya kuendeleza maisha yetu kwa mafanikio tuliyoyapata, au iwe ni chuo ambacho kwamba kimeenda kutugandamiza chini zaidi, kwa kule tulipotoka tuwe ni chini zaidi. Sasa jiulize maswali matatu. Min aina, yani wewe mwanadamu umekuja kutoka wapi? Baada ya kujua umetoka wapi, ujiulize wa ila aina, unaelekea wapi? Na ukataka kujua kwa umetoka wapi na unaelekea wapi, ni lazima ujue wa fil aina na sahihi uko wapi. Haya maswali matatu yanaweza kukupatia dira la maisha yako ya hapa duniani, kwa ulipotoka na uliko na utakapoelekea.
Ndio pale kila siku tutakapokuwa tunapata mitihani, misiba, tutanguliza aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikisema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa sisi tumetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile tutarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini shida aina al-an, sasa hii tuko wapi sisi? Tunajenga vipi wakati tumetoka katika matumbo ya mama zetu tukiwa ni wasafi? Vipi turudi kwa Mwenyezi Mungu tukiwa ni wachafu? Tumetoka wakati tukiwa sisi wenyewe hatuna doa ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ametuweka katika mioyo yetu. Kwa nini turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tukiwa sisi tuko na madoa machafu? Ni lazima mwanadamu ajitambue hapa alipo, atarekebisha vipi kwa yale mabaya ambayo kwamba ilikuwa yeye ameyatenda, kwa yale mabaya ambayo kwamba yeye anayafanya, ayapige msasa na brush kuyafuta katika moyo wake, ili ile siku ambayo kwamba utaondoka katika huu ulimwengu unarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ukiwa msafi. Lidha man kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadanan kad intaha wa madat, yule ambaye kwamba ilikuwa anaabudu Ramadhani, hakika mwezi mtukufu wa Ramadhani ushaenda na ushapotea. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, na yule ambaye kwamba ilikuwa akimwabudu Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataendelea kuwa hai wala hafi. Sasa wewe upime, ilikuwa ni Ramadhani kwako ni ada au ni ibada? Ilikuwa Ramadhani kwako ni kutoka kama kawaida ya miaka yote yanayopita, au ilikuwa ni ibada ya kubadilisha maisha yako? Ndio hapo utajijua kuwa mwanadamu anatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati kuwa yeye si mcha Mungu, kwa sababu tahawalatul ibadatu ila al-ada, kwa sababu ameenda kubadilisha ibada kuwa ni ada. Siku moja nikimalizia kwa kisa, alitokea mvuvi saa 6 za usiku, alipata habari ya kuwa huko baharini kuna samaki wingi. Alipofika kupata habari hiyo, akaamua kuchukua mishipi yake na vitu vyake kuelekea baharini, sababu ni mchuruzi. Akafika baharini, namna anavyopiga mishipi yake, hakuna samaki yote anafanya nini, anaitokea saa 7 za usiku. Akaamua kutegesha, na huku akiwa na vijiwe akivirusha katika bahari ile pole pole, ili usingizi usifanye nini, usimpate. Lakini namna anavorusha vile vijiwe, kuna sauti inatoka kwenye maji. Kurusha kijiwe inalia tibiri, ile sauti inalia. Kila akirusha anasikia raha ya sauti ile, lakini usingizi ile usifanye nini, usimpate. Akishtuka jua limefika asubuhi, amebakisha kijiwe kimoja. Akiangalia kijiwe kile, kumbe ilikuwa ni almasi. Namna ilikuwa anavorusha vile vijiwe, anavokesha usiku kupata samaki kilo 3, kumbe ametupa mabilioni ya almasi kwa usiku mzima. Amefika asubuhi, amekuta amebaki na kijiwe kimoja katika mkononi mwake. Majuti ilioje! Sasa huyu mvuvi ni mimi na wewe ndugu zangu, na hii bahari ni Ramadhani ambayo kwamba tumeimaliza, na vile vijiwe ambavyo kwamba ilikuwa kirusha, ilikuwa tukisema hizi siku zipo bado. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema ayaman ma'dudat, ni siku kumbe za kuhesabika tu, akirusha pole pole vijiwe vile. Lakini namna anavorusha anasikia sauti ile nzuri, na ile sauti ndio ukumbavu ambao kwamba ilikuwa tukiufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwisho tunatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, jua likiwaza, huku watu wakisema Allahu Akbar, Allahu Akbar, wakati Ramadhani imemalizika na umepoteza mabilioni ya neema ambazo kwamba ilikuwa uzifanye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waingereza wanasema afadhali kuchelewa kuliko kukosa kwenda kabisa. Hizi siku mbili zilizobaki zinaweza zikakubadilisha
maisha yako yote ambayo kwamba yule aliyeanza kwanza kazi ya Ramadhani ukamshinda, ukiamua kukaa na niyatun salihah wa qalbin khashia, inaweza kukutoa katika giza la maisha yako na kukuingiza katika mwangaza. Inaweza kukutoa katika misukosuko yako ya ulimwenguni na kukuingiza katika starehe. Ukitaka kutumia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kama kuwa ni chuo au ni college maalum ya kumbadilisha mwanadamu na vile vile kupata saada fi dunia wal akhirah. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kubaliwa katika saumu zetu, na Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, na Mwenyezi Mungu atulie radhi kwa yale yote ambayo kwamba tuliyafanya na kujisaulisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asallallahu al-auna wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.